Za wakati huu, mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Kwa nami Pendo Godson. Wadau wa watoto wilayani Longido mkoani Arusha wameomba serikali wilayani humo kuendesha operesheni maalum ya kukomesha biashara ya dawa za kulevya aina mirungi, ambayo wanaeleza kuwa imekuwa tishio kwa watoto na vijana, hali inayohatarisha mustakabali wa nguvu ya kazi ya taifa. Ombi hilo la wadau kukomesha bidhaa hiyo limetolewa na wadau wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyokwenda sambamba na maadhimisho ya siku ya kimataifa ya familia inayoratibiwa kwa ushirikiano baina ya shirika la kimataifa la Compassion Tanzania na serikali wilayani humo. Kama hakuna watoto hakuna taifa. Sasa watoto wetu wanakufa, wanakuwa machizi, wanakuwa vituko vya ajabu. Kuna watoto ambao tumewalelea hapa, ukienda hapo mpakani utawahurumia. Wanatumia madawa ya aina nyingi ya kulevya, wamekuwa vituko, na hilo naamini kabisa kwamba serikali yako inaweza ikalizuia. Wazazi, hakikisheni watoto wasiingie kwenye mambo hayo. Jeshi la polisi mpo imara, dawati la jeshi la polisi wanasimamia, lakini ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, tuwalinde watoto hawa. Watoto wakijiingiza kwenye mambo ya mirungi, manake shule tena haipo, manake hatutakuwa na watu bora baadaye, lakini hiyo inaleta maradhi, inaleta kansa. Kwa hiyo watoto wasiingie kwenye hayo, wasiende kwenye mambo yasiyofaa. Kwenye mipaka kuna mambo mengi. Maadhimisho tunajivunia kama shirika kuhakikisha kwamba watoto wamepata malezi bora, ambao ndio matokeo tunayaona leo. Tunaona watoto wana furaha leo, watoto wanafurahia leo, wameshiriki katika mbalimbali, ikiwepo kuonyesha zile kazi za mikono ambazo program sasa zinatoa vile kule vituoni, ambao pia ni sehemu ya kumjenga mtoto ili kuhakikisha basi yale malezi yanatokea na kumweka mtoto akiwa mtu mzima awe katika ukamilifu wake. Kwa hiyo kikubwa tunajivunia namna ambavyo tumekuwa tukiwekeza nguvu kubwa sana katika eneo la malezi kwa watoto, ili tuwe na familia bora na kuwa na taifa bora ambalo limejengwa kwa misingi ya kumcha Mungu na misingi ya kulitumikia taifa lao na kujilinda wao kama watoto. Awamu ya pili ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid inatarajiwa kuzinduliwa rasmi Juni 20 katika uwanja wa Dole, Zanzibar. Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Daktari Juma Zuberi Homera amesema kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan atakuwa mgeni rasmi akisindikizwa na Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kampeni ya msaada wa kisheria yani Mama Samia ni utekelezaji wa mawazo, fikra na busara za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya msaada wa kisheria alianzisha kampeni hii ambayo ni kampeni ya utoaji wa elimu kuhusiana na masuala ya kisheria, lakini pia kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki zao kwenye mazingira tofauti tofauti, ikiwemo kwenye masuala ya madai, ndoa na kadhalika, ambayo nitayasema hapo mbele. Lakini pia kupitia wizara yetu ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa Rais alitupa maelekezo hayo kwamba kupitia programu hii ambayo inaitwa kwa jina lake, na watu wanaweza kujiuliza kwa nini inaitwa kwa jina lake, kwa sababu ni champion wa masuala ya haki, lakini pia ni mama ambaye na ni rais ambaye yeye aliona kwamba Watanzania walio wengi wanakosa kupata haki zao kwa wakati, na wengine wanashindwa kupata misaada ya kisheria, na wengine wanakosa haki zao pengine kwa kutokujua tu sheria. Kwa akasisitiza wizara hii ya Katiba na Sheria ianzishe mpango maalum ambao programu hiyo ikatambulika kwa jina la Mama Samia Legal Aid Campaign au msaada wa kisheria wa Mama Samia. Jumamosi tarehe 20 Juni 2026 kuanzia saa 1 asubuhi katika viwanja vya maonyesho ya Dole, wilaya ya Magharibi A, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, ndo tukio hili linakwenda kufanyika. Mgeni rasmi anatarajia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mgeni wetu rasmi. Lakini sambamba na hilo tunaye pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naye atakuwepo kwenye uzinduzi huu wa msaada wa kisheria awamu ya pili ambao unafanyika kule Zanzibar. Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Sheria Zanzibar, Mheshimiwa Harun Suleiman Mwalimu,
ambaye maandalizi yamekamilika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tukio hili litakuwa ni kubwa, na tutaendelea na utoaji wa msaada wa kisheria katika mkoa ule kwa takriban zaidi ya siku 10 ili wananchi waweze kunufaika na msaada wa kisheria. Baada ya hapo tunaanza kuzunguka mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani. Tutoe mashaka tu wa Tanzania kwamba tutakuwa na maadvocate wa kutosha kwenye shughuli hii, na kwa bahati ni kwamba tunakwenda kushirikiana na taasisi mbalimbali ambazo wenzetu wa RITA watakuwepo, NIDA watakuwepo, kwa maana ya kwamba hadi vyeti vya kuzaliwa vitatolewa, lakini pia kwenye kufanya registration ya vitambulisho vya kawaida vya NIDA na kadhalika. Awamu ya kwanza Mama Samia Legal Aid Campaign ilikuwa ni rasharasha tu. Safari hii ndio picha lenyewe, na picha lenyewe linakuja. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika ametoa wito kwa umma kuendelea kukichangia chama hicho kifedha kwa sababu kwa sasa hakipokei ruzuku kutoka serikalini. Mnyika ametoa wito huo wakati akitangaza kamati ya watu 11 yenye jukumu la kukwamua mchakato wa katiba mpya nchini. Natumie fursa hii tu kuendelea kuwaomba umma kuichangia Chadema. Chadema ilikuwa inapata ruzuku ya milioni 107 kwa mwezi. Sasa hiyo ruzuku haipo. Kabla ya hapo Chadema ilikuwa inapata ruzuku ya milioni 323 mpaka mwaka 2020 kutokana na matokeo ya uchaguzi wa 2015. Na tukisema ruzuku ile sehemu kubwa inatokana na kura ambazo chama kimepata za ubunge. Alafu kiasi kidogo cha ruzuku ni ya idadi ya viti vya ubunge, kiasi kidogo idadi ya viti vya udiwani. Lakini sehemu kubwa ni kura za ubunge na ni pesa za walipa kodi wa Tanzania. Kwa nyinyi walipa kodi wa Tanzania ndio mlikuwa mnaigharamia Chadema kwa sehemu kubwa kwa kipindi chote ambacho Chadema ilikuwa inatumia ruzuku. 85% ya matumizi ya chama kitaifa yalikuwa yanategemea chanzo kimoja kikuu cha ruzuku. 15% iliyobaki ndio ilikuwa inachanganya vyanzo vingine vyote vilivyobaki. Chadema sasa haipokei ruzuku. Kwa kiwango pekee cha ruzuku kilichobaki cha Chadema, na hii niseme hadharani kabisa, ni pesa ambazo Chadema inazo na zipo kwa msajili wa vyama vya siasa za kutoka mwezi Juni mwaka 2025 mpaka mwezi Oktoba, ambayo ni takriban shilingi milioni 500 ziko kwenye ofisi ya msajili. Msajili ameendelea kuzishikilia mpaka ninavyozungumza na nyinyi leo, kinyume cha sheria kabisa. Mwanzoni alikuwa anasingizia kuna zuio mahakamani. Zuio limeondoka toka mwezi Aprili. Wakala wa barabara vijijini na mjini TARURA umeanza utekelezaji wa mfumo mpya wa matengenezo ya kawaida barabara kupitia vikundi vya kijamii chini ya mradi wa RISE unaolenga kuboresha miundombinu ya usafiri na kuongeza ushiriki wa wananchi katika maendeleo. Kwa majina anaitwa Bwana Hamisa Abdalla, mtaalamu wa masuala ya jamii kutoka TARURA makao makuu Dodoma. Lengo kubwa tukutanisha leo hapa ni mafunzo kwa wakufunzi juu ya masuala mazima ya matengenezo madogo ya barabara. TARURA kwa kuangalia umuhimu wa kufungua fursa ikiwa ni utekelezaji pia wa takwa kubwa la kisheria na kwamba 30% ya bajeti inayotengwa kwa ajili ya kazi za barabara inatakiwa kuelekezwa katika matengenezo madogo ya barabara. Na kazi hizi tumeona mfumo mzuri si kwa namna ya kumuona mtu mmoja, lakini kwa kutumia fursa hii hasa kwa vile vikundi ambavyo tayari vipo au la tutaviunda ili vikidhi matakwa ya utengenezaji au kufanya shughuli hizi za utengenezaji wa barabara. Fursa hii imelengwa kufikia makundi maalum ambayo itakuwa ni makundi kuanzia watu 5 mpaka watu 20 ambapo watapata fursa ya kutengeneza barabara kwa muda wa mwaka mzima. Na tukisema matengenezo madogo ya barabara tunalenga kazi kama kusafisha mitaro, kuziba mashimo madogo yanaweza kutokea barabarani, kuondoa vikwazo ikiwa ni miti inaweza kudondoka, kufyeka na kazi nyingine ambazo hazitumii vyombo vya moto. Tunatarajia mafunzo haya ni kwa ajili ya tunapata mafunzo kwa ajili ya kwenda kuwafundisha vikundi ambao vya kijamii ambao vitajishughulisha na kazi ya matengenezo ya barabara. Kwa upande wa wilaya ya Kongwa, zoezi hili tulishaanza kwenye mwaka wa fedha 25-26 ambao tulikuwa na vikundi 34
na vikundi kati ya vikundi 34, vikundi 31 vimeshaanza kazi. Kwa hiyo vikundi vitatu na vyenyewe vinakamilisha taratibu za mikataba. Mafanikio tunaona kwenye ambao vikundi vimekwisha anza kazi. Kwanza barabara zetu zitaweza kuimarika kwa sababu zitakuwa zinapata matengenezo stahiki. Tunajenga uwezo wa wataalamu wote katika ngazi ya wataalamu, lakini pia katika ngazi ya jamii, na mwisho wa siku sasa basi utaalamu huu uweze kushuka mpaka kwa vikundi na wananchi wote waweze kushiriki, na mwisho wa siku barabara zetu ziweze kuwa za manufaa na ziweze kupitika muda wote. Lakini pia tunaona mfano tunaelekea kwenye barabara ambazo zile zenye mitaro kipindi cha mvua. Zile barabara zitakuwa ni safi muda wote, maana tunaona kwamba ile maji ya mvua sasa yatapita kwa urahisi zaidi. Kwa ile kwamba barabara si mtaro umeziba, barabara imejaa maji haipitiki, tunaweza tukaipunguza kwa kiasi kikubwa. Lakini pia tunaona mradi huu tukisimamia vizuri kama sisi maafisa, unaweza ukatengeneza tabia ya mitaa mingine, tunasema nini, ikaadapti kwamba wakaanza kutengeneza wenyewe mazingira hayo ya barabara bila kusubiria miradi ifikie. Mbunge wa jimbo la Kisarawe Mheshimiwa Jafo leo bungeni ameitaka serikali kupitia Wizara ya Maji na RUWASA kuchukua hatua za haraka za kuchimba visima virefu vya maji katika shule za sekondari za kata zinazotarajiwa kupokea wanafunzi wa kidato cha 5 mwaka huu. Akiuliza swali kwa Wizara ya Maji, Daktari Jafo alisema baadhi ya shule hizo zina changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji, hali ambayo inaweza kuathiri mazingira ya kujifunzia na maisha ya wanafunzi watakaoripoti kuanzia Julai 2. Hivi karibuni kwa kazi kubwa aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan imewezesha vijana wengi kujiunga na kidato cha 5 katika baadhi ya shule za kata. Lakini changamoto kubwa ni kwamba baadhi ya shule hizo hazina maji. Je, nini mpango wa serikali kupitia RUWASA kufanya juhudi ya kutosha ya haraka katika kila shule ambayo imepandishwa hadhi kuwa ya kidato cha 5 kujenga japo kisima kirefu kusaidia vijana hawa kabla hawajaripoti tarehe 2 mwezi wa 7 eneo hilo kuwa na maji? Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Daktari Selemani Jafo, mbunge wa Kisarawe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, swala ambalo Mheshimiwa mbunge kaliongelea kwanza ni swala la kisera, na pili ni swala mtambuka ambalo linahitaji ushirikishwaji wa sekta mbalimbali ikiwemo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, lakini pia na sisi ambao tunasimamia sera ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Sisi tutakachokifanya, Mheshimiwa Jafo, tutalichukua swala lako na tutaelekeza wataalamu wetu kwanza kabisa wakafanye utafiti, manake ya survey, ili wabaini maeneo ambayo yanaweza kutoa maji. Na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa ameongea, Mheshimiwa Rais amenunua mitambo hiyo 25, lakini na seti 6, lakini na vifaa vya kufanya tafiti za maji chini ya ardhi. Kwa hiyo tutatumia vifaa ambavyo Mheshimiwa Rais alivinunua kwenda kufanya utafiti katika eneo hilo ili tubaini eneo ambalo litatupatia kiu ya maji tunayohitaji, na baada ya hapo sasa tujenge miundombinu ili wananchi na wanafunzi na wakina mama wanaoishi katika maeneo jirani wapate huduma ya maji safi na salama. Lakini nakuhakikishia kwamba baada ya leo tukitoka hapa, ninakuhakikishia wataalamu wetu watakupigia simu ili uweze kutoa ushirikiano ili tutembee kwa pamoja, kwa sababu wewe ndio sauti ya wana Kisarawe, na sisi tutaendelea kushirikiana na wewe ili kuhakikisha kwamba tunaenda kutatua changamoto hii katika eneo ambalo umelitaja. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mtazamaji wa SQF TV, asante sana kutenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi za habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima uliokuwa na Mipendo Goto, nikutakie siku iliyokuwa njema na bye kwa sasa.